الحمد لله الذي علم القرآن وأنزله على عبده ليكون للعالمين هاديا ونذيرا. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وجاء في الأثر: إن هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu, waumini wenzangu ambao tumejaliwa kuhudhuria ibada hii tukufu ya Ijumaa, mimi na nyinyi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametufikisha mchana huu wa leo katika nyumba yake tukufu, ambao siku hii ya leo ya Ijumaa, ikiwa ni Ijumaa ya mwanzo baada ya mfungo mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani imemalizika, sasa hiyo Ijumaa ya kwanza iliyoko katika mfungo mosi kama wanavyosema Waswahili au Shawwal. Shawwal ni katika miezi ya Hija. Mwenyezi Mungu alipozungumzia miezi ya Hija kwamba al-hajju ashhurun ma'lumat, basi Mtume atatuambia miezi hiyo ni Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumaliza mwezi ambao tulikuwa tunatekeleza nguzo ya 4 katika nguzo za Uislamu. Sasa tunajua tena kumalizika kwa ibada moja ndio mwanzo wa ibada nyingine, lakini hapa sasa inaingia ibada ya Hija, nayo tutaendelea kuzungumza insha Allah ili watu wana uwezo waweze kwenda Hija, na sisi ambao hatuna uwezo wa kwenda Hija basi tutaungana nao katika matendo fulani. Ndugu zangu Waislamu, baada ya utangulizi huu, katika hotuba yetu ya leo tunataka kuangalia hiki kitabu ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye amekifundisha. Ameeleza katika sura Ar-Rahman kwamba Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Qur'ani hii tunayoiona mfundishaji wake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe. Kwa hiyo leo tunataka kuangalia Qur'ani kidogo. Kwa nini tunaangalia Qur'ani? Mkiangalia katika ibada ya mwezi wa Ramadhani, miongoni mwa mambo yanayo upa uzito ni kwa sababu ya kuteremka Qur'ani katika mwezi huo. Mwenyezi
amesema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. Kwa hiyo Qur'ani tumeieleza sana katika Mungu kwamba itateremka, na usiku ulioteremka ukawa ni usiku mtukufu unaozidi masiku mengine yote yanayofikia miezi 1000. Lakini heshima zote hizo ni kwa sababu inna anzalnahu fi lailatul qadr, ni kwa sababu Qur'ani imeanza kuteremshwa katika mwezi huo. Na tukisema kwamba jambo ambalo tunatoka nalo katika somo ya Ramadhani, tungesema haya, tumemaliza kufunga ibada ya mwezi wa Ramadhani, tumetoka na nini? Miongoni mwa kitu kitukufu tulichotoka nacho katika mwezi wa Ramadhani ni Qur'ani. Ndiyo imeteremka katika mwezi wa Ramadhani na katika usiku wa Lailatul Qadr. Sasa tumetoka nayo, tunayo, ndio tumekuja nayo. Sasa ndio tunataka tuone kwamba Qur'ani hii ambayo tumekuja nayo ni nini na tunapaswa tufanye nini. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa somo ya Ramadhani ulikuwa ukiitwa mwezi wa Qur'ani. Qur'ani imeteremka humo, na katika mwezi wa Ramadhani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidarasishwa sana na Jibril katika mwezi huo kuliko siku zingine. Vile vile na Waislamu wakisoma sana Qur'ani katika mwezi huo. Hata tafsiri za Qur'ani katika misikiti mingi zimekuwekwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndicho kitabu ambacho kilikuwa kimewekwa mbele, ndio muda wake. Sasa tunatoka nacho, tunakuja nacho huku. Kwa hiyo ni vyema sasa tukakiangalia kitabu hiki, tunapaswa tufanye nini. Ndugu zangu Waislamu, kitabu hiki Qur'an ambacho Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anasema kwamba yeye ndiye mfundishaji wa kitabu, na kila mara akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanukriuka fala tansa, tutafundisha kitabu hiki na hutokisahau. Haya nyingi sana ameambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kitabu hiki. Sasa kitabu hiki kwetu tunakifanyaje? Kwanza ni kufahamu nafasi ya kitabu hiki katika vitabu vya Mwenyezi Mungu alivyoteremsha kwa mitume wake. Kuelewa kwa nafasi ya Qur'an katika jamii, ambacho kitabu hiki kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu, kitabu hiki amekiteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mbora wa mitume, akamteremshia kitabu ambacho ni bora kuliko vitabu vingine alivyoteremsha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu katika sura Al-Isra aya ya 9, Mwenyezi Mungu akasema inna hadha, hakika hii al-Qur'an, hakika hii Qur'ani yahdi, kazi yake ni kuongoza lilladhi hiya aqwam, kwa njia iliyokuwa madhubuti, yani inaongoza siratal mustaqim. Tunaposema katika swala zetu hizi tunasema, na sasa hivi tutasema katika ameeleza, tunasema ihdina siratal mustaqim.
kila tunaposimama kuswali, kila tunapotaka kufanya majambo yetu tukasoma suratul Fatiha, sisi tunalomuomba Mwenyezi Mungu ni kusema kwamba ihdina siratal al-mustaqim, utuongoze njia iliyonyooka. Sasa unatarajia nini wewe ndugu yangu Muislamu na mimi? Atatuongozaje Mwenyezi Mungu? Aje atushike mkono au alete malaika aje atushike mkono atuambie kwamba hadha siratul mustaqim, hii ndio njia iliyonyooka? Hapana. Mwenyezi Mungu anasema Qur'ani hii yahdi, Qur'ani hii ndiyo yenye kuongoza, kama alivyosema mwanzoni mwa suratul Baqara. Akasema alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin, kwamba kitabu hiki ambacho ndani mwake kuna mashaka, kuna mashaka yoyote, na kitabu hiki ndicho mwongozo wa wacha Mungu au kwa wanaotaka kumcha Mwenyezi Mungu, basi na wasome Qur'an. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kitabu hiki kinapigwa vita. Kitabu hiki kinapigwa vita kila upande, kiko vitani usiku na mchana. Wako watu wakikisoma kinawapa matatizo makubwa sana, kinawabana. Wa kwanza waliona kwanza waende kwenye kitabu hicho, wawe wasipunguze kitu chochote, lakini wabadilishe maana. Wakafanya hivi. Iko kitabu kilikuwa kimeletwa tena kimenakishiwa vizuri sana, lakini kikifika mahala, kwa mfano kikifika waduribat alaihim dhillatu wal maskana, chenyewe kinasema wao hawaseme ile na wakarudishwa watu hawa kwa udhalilifu na umaskini wao, wakatela kwamba waduribat alaihim wao wanatadhila wal maskana, wao wakasema wamerudishwa katika kurudi katika majambo yao kwa ridha, birridha, na radhi za Mwenyezi Mungu, wasakina na utulivu. Maskana wao kaita sakina. Sasa unaona yale maneno yamebaki pale pale, lakini watu wakayagundua, wakayaondoa, wakavichoma. Sasa wengine juzi hapa wamekwenda hao wakafanya vibaya sana, wakaondoa aya zote zinazotuhumu ukafiri, zinazozungumzia Bani Israeli, zinazozungumzia mambo gani, wakapunguza badala ya juzuu 30 zikabaki juzuu 16. Sasa hawa wamefeli, kwa sababu wote wamefungamana kusema hii kazi iliyoifanya bwana ni kazi bure, kwa sababu Waislamu wenyewe wanajua kitabu chao na juzuu 30. Sasa watakubali juzuu 16. Sasa kiko kwenye vita. Sasa wanapiga vita ili kitabu hiki kisiweze kufundishwa. Lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama yeye mwenyewe alisema kwamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kwamba sisi tumeteremsha kitabu hiki na sisi tutakilinda. Na kweli Mwenyezi Mungu anaendelea kulinda kitabu hiki. Sasa badala ya kuandika vitabu, badala ya kuwa na karatasi au
au kurekodiwa katika simu zetu na nini na kila kitu. Sasa Qur'ani Mwenyezi Mungu akaleta muujiza mwingine, ikawa ni kitabu chenye kuhifadhika. Yeye Mwenyezi Mungu alisema nitakihifadhi, sasa imekuwa ni kitabu chenye kuhifadhika. Hata sasa ile mitambo ikiharibiwa, hata ikifanya nini, sasa kitabu kimeanza kiko katika vichwa vya watoto, kiko katika vichwa vya Waislamu, wamekihifadhi. Mnaona sasa dunia nzima katika mwezi wa Ramadhani yalikuwa ni mashindano ya kuhifadhi. Watu wanashindana kuhifadhi Qur'ani kichwani. Sasa sio kusoma, ni kuhifadhi. Wameshahifadhi hicho kitabu, sasa kimehifadhiwa katika bongo za watu. Huwezi kukibadilisha tena sasa, mpaka labda uwaue wote hao waliohifadhi Qur'ani. Nimeona watu wanahudhuria kwa Mkapa kule kwenye uwanja, kwenye misikiti, kwenye maholi mbalimbali. Sasa maustadhi wa Qur'ani wanashughulika kuhifadhisha Qur'ani. Sasa sio tena kuisoma Qur'ani kwa kuangalia kwenye kitabu, hapana, ni kuhifadhi juzuu 30 kichwani. Huu ndio muujiza wa kitabu cha Qur'ani. Sasa watu wanaangalia wafanye nini, wanatafuta. Sasa ninachotaka kuambia ni nini? Kwanza tunataka kuwapongeza maustadhi wetu ambao wamesimama imara kuwahifadhisha vijana wetu. Sisi karne zetu ilikuwa ni kusoma kwenye kitabu, kusoma Qur'an. Sasa karne iliyopo hapa ni kuhifadhi Qur'an. Na sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, kwanza tumekuwa na vyuo viwili hapa tangu zamani vinahifadhisha Qur'an. Lakini sasa mkaangalia na gharama zinazotumika sasa hivi, zawadi zinazotumika, mshindi anayejichukulia dola mamilioni ya fedha. Sasa uhamasishaji ulioko si mashindano tena, ila ni kuhamasisha watoto wetu waweze kusoma Qur'an. Sasa ndugu zangu Waislamu, kama ni hivi, hata hapa nashukuru pamoja na vyuo vyetu hivi vinavyohifadhisha Qur'an, lakini vile vile hata madrasa tumeshuhudia katika mwezi wa Ramadhani. Tunataka tuwapongeze hao nao wao walimu wetu. Na sisi tumekuwa na mashindano. Mimi nimejaliwa kuhudhuria kama mashindano matatu chini kabisa. Sasa tunachosema ni nini? Tunachosema kwamba ni waombe ndugu zangu wazazi wa Kiislamu, wapelekeni watoto wenu katika madarasa waweze kuhifadhishwa. Nje ya hapo, watoto tunapoelekea ambaye hata hifadhishwa Qur'ani, hata someshwa Qur'ani, itakuwa ni matatizo na mzigo mkubwa katika jamii. Ni Qur'ani ndicho kinachoweza kuongoza wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipokwenda kuuliza, yani mtume anafanyaje, ibada zake zikoje, tabia zake na nini, mke wake aliwaambia kwamba tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Qur'an. Kwa hiyo tukitaka kupata maadili mazuri, tuwafundishe watoto wetu, kwa sababu ni katika Qur'ani ndimo utaona wabilwalidaini sana. Lakini nje ya Qur'ani huwezi ukaona kitabu kinachozungumzia juu ya mzazi kwamba wabilwalidaini sana, wala kinakwambia na adabu kwamba mtu asiyemwamini mzazi wake atakuwa hivi, isipokuwa ni Qur'ani. Kwa hiyo ni waombe, maana sasa tuko katika vita hivyo vya Qur'ani.
mtaona na syllabus za maskuli na mashule kandana kupambana Waislamu na viongozi wa dini kuingiza mitaala ya dini katika mitaala ya kawaida. Vikaingizwa mle, lakini muda ukoje? Muda wa kumfundisha mtu Qur'ani si mawaidha apitie katika madrasa. Tukubali watoto wetu waje madrasa aanzie chini ili aweze kuwa mwongofu huko tunakoendelea. Kwa hiyo haya mashindano ambao wameanzisha hawa ndugu zetu maustadhi, tuwasaidie, tuweke macho yetu. Wana shida mbalimbali ili waweze kutufundishia watoto wetu Qur'an. Ninyi mnakuja kuswali, wengine walio wengi, kwa sababu wazazi wenu waliwapitisha katika madrasa. Ndio maana unajua kusoma sura al-Fatiha, ndio unajua kusoma Qul huwallahu ahad. Sio kwamba Qul huwallahu ahad na hivi umefundishiwa katika shule za sekondari, hapana. Ile lugha inataka mtoto bado yuko. Kwa hiyo ni waombe msaidie. Sasa hivi vita iliyoko, na tunazungumza na maustadhi wa madrasa kwamba mwaka huu tunakwenda hivi mpaka kufikia Ramadhani, mashindano ya Qur'ani yatakuwa yanatokea kama mnavyoona watu wanasoma maulidi. Tuanze kwenye msikiti washindane katika madrasa hii iko pale, watoke waende washindane katika kata, washindane kiwilaya, washindane kimkoa, ndio sasa waende taifa, na huko kwenye taifa inawezekana wakaenda kwenye kimataifa. Qur'ani iweke juu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema Qur'ani hii yarifa'u aqwama, Qur'ani hii inawaheshimisha watu, inawapa cheo watu, wayadha'u akharin, na wengine inawateremsha vyeo. Mtu aliyekuwa na Qur'ani ana nafasi kubwa hapa duniani na ana nafasi kubwa siku ya akhera insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, leo niliona tukarejeana ujumbe huu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewasifia na maustadhi wetu na wazazi wetu, akasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora wenu ni yule ambaye amejifundisha Qur'an halafu akafundisha Qur'an. Kwa hiyo tuwaombe maustadhi wetu, tuwaombe mashehe zetu, tuwaombe wataalamu wetu ambao wameweza kujaliwa kuisoma Qur'ani, wajifundishe Qur'ani. Watu walio bora ni wale ambao wamesoma Qur'ani halafu wanafundisha. Huu ndio ujumbe wetu wa leo. Ndugu zangu Waislamu, tukazane sana kufanya hivyo ili tuweze la'allakum tattaqun, ili tuweze kufikia uchamungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al-karim. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة لمحمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي المصطفى وعلى آله الأطهار، منهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا قوما آمنة مطمئنة وسائر بلاد تنزانيا والأقطار الإسلامية يا رب العالمين. يا رب tunakuomba ufanye
mkoa wetu wa Kagera uwe mkoa wa amani na utulivu, na mikoa yote ya Tanzania na nchi zote jirani na nchi za Kiislamu ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwape nguvu viongozi wetu, rais wetu, uwape afya njema, uwape subira waweze kutuongoza katika njia iliyokuwa sawa. Uwaongoze viongozi wetu wa dini, mufti wetu na wasaidizi wake wote njema ambao wamebeba jibu la Uislamu ya Rabbani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. استووا للصلاة واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك والسلام عليك بالجمال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مرد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.